wazazi mmeona na wapongeza, wamejenga bweni zuri, na mimi kama mbunge na naibu waziri, kwa sababu nimekuja kiziara lakini nikaambiwa kuna msiba nikasitisha, ninatoa ahadi yangu ya vitanda 30. Moja, nimeona wenye viti wote mpo. Leo tulikuwa tuwe na tukio moja la kufanya harambee kwa ajili ya vitanda kwa shule ya sekondari ya Kitwai. Shule hii imeanzishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba, kwa kweli mimi kama mbunge wa eneo hili, lakini mbali na ubunge, mahali ambapo nilikuwa nasoma chini ya mti ni hapa Kitwai, na kila mahali mimi natoa ushuhuda mbele ya Mheshimiwa Rais. Nilishawahi kutoa ushuhuda, nikamwambia mahali ambapo nilisoma chini ya mti, yaani jua likiwaka tunahamia upande wa kivuli, jua likienda upande huu tunaenda upande ambao kivuli kipo. Mvua ikinyesha wakati ule tunafunga shule. Ndiko ambako tumetokea miaka ya 90 huko, miaka 80 na kitu, 89, 88 tulikuwa hapa. Shule mvua ikinyesha tunafunga shule, ndiko tulikotoka. Lakini nimeshatoa ushuhuda mbele ya Mheshimiwa Rais, nikamwambia Mheshimiwa Rais, sisi watu wa Simanjiro tunakushukuru kwa mengi. Moja, pale ambapo nilisoma chini ya mti, leo kuna shule ya msingi nzuri na kuna sekondari ya mfano. Tumpigie makofi. Na wema ni kwamba leo kwenye hilo eneo ambalo nilikuwa nasoma chini ya mti kuna sekondari ya mfano hii hapa. Naomba mwandishi uchukue vizuri ili uonyeshe wa Tanzania kwamba sisi watu wa Kitwai na watu wa Simanjiro tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sana. Kazi hii na fedha hizi zilizoletwa na serikali mahali hapa mmesimamia vizuri, serikali imesimamia vizuri, na washukuru sana. Hii ni mfano mmojawapo wa serikali ya wilaya, serikali ya kata na vijiji ya kusimamia hela za wavijajasho wa Tanzania ambazo zimeletwa na Mheshimiwa Rais, ikafanyika kazi ya kutukuka. Mimi kama mbunge na mtoto wa kijiji hiki ninawashukuru, mtoto wa kata hii nawashukuru kwa moyo wangu wote. Walimu, najua wengine nikianza kuuliza makabila yenu na maeneo ambayo mnatokea, yamkini mwingine ametoka Bukoba au Kagera, mwingine ametoka Kilimanjaro, mwingine ametoka Arusha, mwingine ametoka Dar es Salaam, lakini mnatumika hapa kwa watu wa Simanjiro, eneo ambalo maji ni shida, umeme ni shida, network ya simu ni shida, lakini mmeamua ninyi walimu, waratibu wa elimu, mmeamua kukaa kwenye eneo ambalo ni gumu na lifahamu, eneo ambalo linafaa kwa ajili ya wafugaji peke yake. Ninyi walimu mmeamua kuja kuwafunza watoto wetu ili ndani yao tuwapate maprofesa, tupate mapilot, tupate waandishi wa habari, tupate wanasiasa. Ninyi mmeamua kutumikia Tanzania. Mimi kama mbunge na mtoto wa eneo hili ninasema asanteni walimu, asanteni watumishi wa serikali. Msife na moyo huo, naombeni muendelee kufanya kazi hiyo hiyo.
naombeni, mimi kama mbunge natambua, hata kama siji hapa mara nyingi, kwa sababu nimepewa majukumu na serikali ya kuwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kazi ambayo hainiachi hapa nchini. Mara nyingi inanipasa niondoke nje ya nchi, kwa sababu ndiko nilikopangiwa kazi. Kwa hiyo msiponiona, jueni moyo wangu na maombi yenu yako kwenu na watu wote wa